Hujambo, tunaendelea katika kuchambua umuhimu wa mandhari katika riwaya ya Nguu za Jadi, na tunaangalia mandhari ya pili ambayo ni kanisani au mandhari ya kanisa. Swala la kwanza, mandhari haya yanachimuza swala la utetezi wa haki, au unaweza sema yanajenga maudhui ya utetezi wa haki. Vipi? Lonare anawashauri watu wapiganie kilicho chao na wajue kusema hapana. Kwa hivyo watu walikuwa wanadai haki zao, na mandhari haya yanaonyesha kwamba Lonare akiwahimiza watu wadai haki zao. Na pia utasema hoja nyingine kwamba mandhari haya yanaonyesha sifa ya Lonare kuwa ni mtetezi wa haki. Kule kuhimiza watu wapiganie haki zao kunaonyesha kwamba ni mtetezi wa haki. Tuangalie sifa ya pili. Yanaendeleza mabadiliko, ama utasema yanajenga maudhui ya mabadiliko, kwa sababu tunaambiwa kwamba Wamatango walikuwa wahame, ila sasa watu ni wengi. Hoja ya tatu, tunaambiwa kwamba yanaendeleza ploti ya riwaya au mtiririko wa riwaya, kwa sababu kanisani ndipo wakimbizi walipatikana. Kanisani ndipo wakimbizi walipatikana. Pia ni hapa kanisani ambapo masaibu yao yanasimuliwa. Kumbuka katika riwaya tunaonyeshwa kwamba wananchi ama watu walikuwa wanapitia masaibu mengi, na hayo masaibu mengi tunayajuaje? Yanasimuliwa katika mandhari ya kanisani. Hoja ya nne, mandhari haya yanaonyesha kwamba Mbungulu ni mwenye busara, kwa sababu anasema magari mekundu ni mengi na ni ya aina moja. Kwa hivyo kulitakiwa uchunguzi wa kina kufanywa. Hoja ya tano, hoja ya sita hapa yanaendeleza utabaka, kwa sababu Nanzia ambaye ni mkewe Lesulia anawaletea watoto vyakula. Aidha hajawahi kuwatembelea hata mara moja, wala kuwajali maskini. Kwa hivyo huo ni tabaka, kwamba kuna tabaka la maskini na kuna tabaka la matajiri. Kwa hivyo wale watoto ambao wanaletewa vyakula ni wa tabaka la maskini, na kuna huyu ambaye amewaletea vyakula ambaye ni Nanzia mkewe Lesulia, wanapatikana katika tabaka la matajiri. Ama kuna tabaka la juu na tabaka la chini, kuna tabaka la walala hai na kuna tabaka la walala hoi. Kwa hivyo yanaendeleza unafiki, pretense. Na hoja ya saba tunaambiwa kwamba yanaendeleza ufisadi, kwa sababu afisi ya upelelezi imesaki wazembe ambao wanapokea rushwa na kufurisha matumbo yao. Afisi ya upelelezi, kwamba wanaopatikana katika afisi hii hawatekelezi majukumu yao. Na hoja ya nane tunaambiwa kwamba mandhari haya yanaonyesha uwajibikaji, kwa sababu serikali inawaletea waketwa vyakula na maji ambao walikuwa wamechomewa nyumba zao. Kwa hivyo serikali iliwajibika kwa kuwaletea watu au waketwa vyakula na maji, na vile vyakula na maji wanaletewa wakiwa katika mandhari ya kanisani. Hoja ya tisa tunaambiwa kwamba yanaonyesha hasara ya ukabila, kwa sababu waketwa wanachomewa makazi yao kwa sababu ya ukabila au chuki. Na baadaye utapata swali ambalo linakuambia eleza madhara ya ukabila au chuki. Madhara moja ni kuchomewa makazi na watu kuishia kuwa kama wakimbizi. Hoja ya kumi tunaambiwa kwamba mandhari ya kanisani yanakuza sifa ya mhusika ambaye ni Sauna. Kwa hivyo Sauna anaonekana kama mhusika ambaye ni jasiri, ambaye anasema kama ni kuuawa, wauliwa wakiwa kwao Matangu. Kwa hivyo Sauna anadhihirishwa kuwa ni mhusika ambaye ni jasiri. Ni katika mandhari yale ya kanisani ambapo anasema iwapo tunataka kuuliwa, tuuliwe tukiwa kwetu Matango, lakini hawaendi popote. Na hoja ya 11 tunaambiwa kwamba mandhari haya yanakuza sifa ya Mangwasha kuwa ni mwanamke ambaye anajitegemea, ni mwanamke ambaye ni jasiri, ni mwanamke ambaye ni mwenye bidii. Na hoja ya 12 tunaambiwa mandhari haya yanajenga ploti au mtiririko wa riwaya, kwa sababu waketwa wanakumbwa na hali ya ukimbizi. Kutokea pale tunajiuliza, baada ya kujipata kanisani waliweza kusaidika? Waliondoka kanisani ama waliondoka kwenda wapi? Kwa hivyo yanakuza ploti au mtiririko wa riwaya.
Na hoja ya 13 tunaambiwa kwamba mandhari haya yanaendeleza usaliti ama yanakuza usaliti ama yanakuza maudhui ya usaliti. Pia unaweza ukasema yanajenga maudhui ya usaliti, kwa sababu Mangwasha yu kanisani ila hakujafunguliwa wenzake waingie. Kwa hivyo wale ambao hawajafungua wenzao waingie wanawasaliti kwa kutowafungulia. Yanakuza ubadhirifu, kwa sababu tunaambiwa Mbwashu anabebwa na gari la serikali ili hali yeye si mfanyakazi wa serikali. Kwa hivyo huo ni ubadhirifu au utumizi mbaya wa mali ya umma. Yeye si mfanyakazi wa serikali, lakini anabebwa na gari la serikali. Na hoja nyingine, mandhari haya yanakuza mgogoro. Kuna mgogoro kati ya Wakure na Waketwa. Natumai umesoma riwaya na unaelewa ni kipi ambacho kilisababisha huo mgogoro. Mgogoro ulikuwa unahusu nini? Ulikuwa unahusu nani? Na madhara yake yalikuwa yepi? Na hoja ya 16 tunaambiwa mandhari haya yanakuza sifa ya Lonare. Yanaonyesha kwamba Lonare ni mwajibikaji, kwa sababu akiwa katika mandhari yale aliwaleta polisi, kwa sababu aliwaleta polisi Sauli na Sagura wakalinde wananchi. Na hoja ya 17 tunaambiwa kwamba yanaendeleza maudhui ya unafiki. Nanzia anajifanya kuwajali Waketwa na kuwaletea vyakula vya msaada. Anawajali huo wakati ambapo wanajipata katika hali ya ukimbizi, lakini hizo siku zingine hakuwa anawajali. Kwa hivyo anaonyesha kuwa yeye ni mwenye kujali sana wakati ambapo watu wanakumbwa na shida, ili hali siku zingine hakuwa anawajali. Tunaangalia umuhimu wa mandhari ya kanisani. Hoja, usome swali, uelewe swali, kisha fafanua jibu lako kwa kutolea mfano. Tunaona kwamba yanaendeleza unafiki, ueleze. Yanakuza sifa ya Lonare, ueleze. Yanakuza mgogoro, ueleze. Yanakuza ubadhirifu, kumbuka haya ni mandhari ya kanisani. Yanaendeleza usaliti, hakikisha umeeleza. Yanajenga ploti au mtiririko. Yanakuza sifa ya Mangwasha. Usije ukasema tu yanakuza sifa ya Mangwasha. Sema yanakuza sifa gani? Hakikisha umetaja hiyo sifa na pia ueleze yanakuza hiyo sifa vipi. Naam, yanakuza sifa ya Mangwasha, yanakuza sifa ya Sauna, ueleze. Yanaonyesha hasara ya ukabila, yanasawiri uwajibikaji. Ni nani anawajibika na anawajibika vipi? Yanaendeleza ufisadi vipi? Na ni mhusika yupi ambaye anajihusisha katika kuendeleza ufisadi ambao unajitokeza katika mandhari ya kanisani? Yanaendeleza utabaka kati ya nani na vipi? Hakikisha umeeleza na utolee mfano. Yanaendeleza unafiki. Nani ambaye ni mnafiki na ni mnafiki vipi? Na hoja ile ya 4 pale juu inasema kuonyesha kuwa Mbungulu ni mwenye busara na kuendeleza ploti ya hadithi. Umuhimu wa mandhari ya kanisani. Umuhimu wa mandhari ya kanisani.